Ya, mambo vipi mtazamaji wa Uwondo TV? Karibu na hii ni Uwondo Michezoni. Majina yangu naitwa Aidan Jema. Story kubwa tunafahamu ni kuahirishwa kwa dabi, lakini afisa habari wa klabu ya Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally amekuwa na mambo mengi ya kuzungumza kwa kiasi kubwa baada ya mchezo wa dabi kuahirishwa kwa kiasi kubwa, lakini zipo story ambao zinazungumzwa kwa kiasi hicho, kusema kwamba mwenyewe anachokizungumza ni maandalizi kuelekea michezo ijayo, ambao tarehe 11 wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa na mchezo wa CRDB Federation Cup ambao tunasema kwamba ni kombe la shirikisho au tunasema kwamba ni FA. Lakini pia amesema kwamba tarehe 14 kuna mchezo mkubwa wa NBC Premier League ambao wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wanakaribisha Dodoma Football Club au Dodoma Jiji FC kutokea makao makuu ya nchi Dodoma, unaweza ukasema hivyo. Lakini moja kati ya kauli kubwa au kauli nzito ambayo ameonekana kuizungumza meneja wa habari wa Simba Sports Club na sio mwingine ni Ahmed Ally juu ya michuano ya kimataifa CAF Confederation League Cup ambayo tunasema kwamba ni kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu wana Al-Masry mchezo wa ugenini lakini pia mchezo wa nyumbani. Lakini pia amegusia kuhusiana na issue nzima ya dabi kuahirishwa kwa sababu watu wengi wamekuwa na mazungumzo kwa kiasi kubwa, vitu vimekuwa vinazungumzwa kwa sababu ni moja kati ya moments ambao watu wengi walikuwa au waitarajii, kulingana na kitu ambacho alikizungumza Ahmed Ally. Pia insight yake tunayo namna ambavyo amezungumza, lakini to be honest namna ambavyo amezungumza, hiki hapa ambacho amekizungumza afisa habari wa klabu ya Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally. Taifa kubwa Simba Sports Club ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu. Na kwa sasa tunaendelea na hiki ambacho kiko mbele yetu. Ambacho kiko mbele yetu ni mechi ya tarehe 11, mechi ya tarehe 14, mechi ya tarehe 2, hapo nazungumzia robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, na mechi ya tarehe 9 robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Haya kwa sasa ndiyo vipaumbele vyetu. Hauna rivers. Yani jambo likishapita limepita, tunaangalia mbele. Mbele yetu yuko TMA. Mbele yetu yuko Dodoma Jiji. Mbele yetu yuko Al-Masry nyumbani na ugenini. Ndio ambayo tunayaangalia sasa. Yale yaliyopita nyuma tena hayatuhusu. Ni mavumbini huko. Lakini kama haitoshi, tayari chombo cha juu chenye mamlaka ya ligi yetu ya Tanzania, kwa maana bodi ya ligi ya Tanzania kupitia kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi umeshatoa maelekezo na muongozo na taarifa. Maana yake ni kwamba sisi sasa Simba Sports Club ambao ni wanachama wa bodi ya ligi hatuna cha kuongeza tena zaidi ya kufuata maelekezo ambayo wajuu wetu wameyatoa. Na maelekezo yao yako sehemu mbili. Wanaendelea kuchunguza what happened, lakini vile vile wataupangia mchezo tarehe nyingine. Sisi tunaongeza nini tena? Yes, of course, hicho ndicho alichokizungumza meneja wa habari wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally juu ya namna ambavyo anasema game ya Yanga na Simba ambao ilipangwa kupiga tarehe 8 mwezi wa 3 2025 katika dimba la Stadio Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Ameweza kutoa ufafanuzi kwa kiasi kubwa, lakini pia game ambao zinakuja ameweza kuzitolea ufafanuzi kwa kiasi kikubwa. Huyo ni meneja wa habari wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally. Lakini to be honest, kwa namna ambavyo amezungumza, nafikiri kwamba ni moja kati ya moments ambazo watu wengi walikuwa wanazihitaji kwa kiasi kubwa. Lakini nafikiri haya ni matukio ambayo yamekuwa yanatendeka kwa kiasi kubwa. Simba Sports Club, watu wamejaribu kujiuliza maswali mengi kwa kiasi kubwa,
kwamba maybe ni timu ipi ambayo ilikuwa ina makosa, lakini maybe ni bodi ipi ambayo ilikuwa ina makosa. Unazungumzia Dar es Salaam Africans ambao walikuwa ni wenyeji wa mchezo, lakini pia unazungumzia Simba Sports Club ambao walikuwa ni wageni wa mchezo. Unazungumzia bodi ya ligi ambao hawa ndio wapangaji wakuu wa maamuzi kwa kiasi kubwa kwamba mchezo uchezeke usichezeke, lakini pia TFF, watu walienda mbali zaidi wakizungumzia TFF, lakini pia unazungumzia manager wa uwanja kushirikiana na match commission wa mchezo. Ni vitu ambavyo vimekuwa vinazungumzwa kwa kiasi kubwa, lakini unaona kwamba kuna matarajio makubwa ambayo maybe Ahmed Ally amekuwa anajihami kwa kiasi kubwa, au anaamini kwamba kama hizi solution maybe zingekuwa au haya makosa ambayo maybe Dar es Salaam Africans namna ambavyo wanajaribu kusema kwamba ndio wenye makosa kwa kiasi kubwa, kwa sababu bounce ndio watu ambao waliwazuia au basi la Simba kwamba lisingie uwanjani. Lakini nafikiri kwamba ni moja kati ya moment ambayo watu wengi walishutushwa kwa kiasi kubwa, walishangaa namna ambavyo ilitokea, lakini meneja wa habari wa Simba mwenyewe amejaribu kusimamia kwenye msimamo kwa kiasi kubwa kwamba dabi wenyewe wanasikiliza bodi ya ligi ambao tunasema kwamba ni TPLB, kwamba tarehe ambayo ikipangwa ya mchezo Simba wapo tayari kwa kiasi kubwa kuweza kucheza, kukubaliana na maamuzi sahihi ya bodi ya ligi ambayo yatatolewa. Lakini ukiachana taarifa hiyo, kwa sababu ni taarifa ambayo imekuwa viral kwa kiasi kubwa, taarifa ambayo imekuwa inazungumzwa, story nyingine ni kuhusiana na issue nzima ya mchezo wa kesho ambao utapigwa tarehe 11 mwezi wa 3 2025 katika dimba la KMC Complex, mchezo wa FA ambao tunasema kwamba CRDB Federation Cup, Simba Sports Cup ambao watakuwa wenyeji wa mchezo. Hicho ndio kitu ambacho amejaribu kugusia meneja wa habari wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally. Lakini kitu kingine ambacho amejaribu kugusia kwa kiasi kubwa ni mchezo wa CAF Confederation League hapo, ambao tunasema kwamba ni kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao unahusisha wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Al Masry, moja kati ya timu ambayo imeonekana kuwa gumzo kwa kiasi kubwa, imeonekana kuzungumzwa na watu wengi kwamba ni moja kati ya timu ambayo ina CV kubwa, profile kubwa, lakini pia maandalizi makubwa ambayo ameyazungumza. Hicho ni kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa. Lakini to be honest, ukijaribu kutazama kwa jicho la pili kwenye issue nzima ya analysis, namna ambavyo Simba wanaweza kupata nafasi ya kuweza kufaulu au kushinda kutoka katika hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali, kwa sababu ni moja kati ya gumza ambayo imekuepo, au moja kati ya factor au sababu ambayo imekuwa inawalimit Simba Sports Club kutoka katika hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Lakini namna ambavyo meneja wa habari wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally amezungumza, nafikiri kwamba bado na kwamba ni maandalizi makubwa ambayo yaendelea kutendeka kwa sababu, au yaendelea kufanywa kwa sababu amesema kwamba ni maandalizi makubwa ambayo kitu ambacho anakiwazia mpaka sasa hivi ni kwenye issue nzima ya michuano ya kimataifa, lakini mchezo wa CRDB Federation Cup ambao tunasema kama ni FA ambao utafanyika tarehe 11 mwezi wa 3 2024 katika dimba la KMC Complex. Lakini pia amejaribu kugusia mchezo wa kimataifa CAF Confederation League Cup, kombe la shirikisho barani Afrika, Simba Sports Club na Al Masry home and away. Kwa ni moja kati ya moments ambayo imeonekana kuwa viral kwa kiasi kubwa, watu wameonekana kuzungumza kulingana na vitu ambavyo vimekuwa vinafanyika au vitu ambavyo vimekuwa vinatendeka. Mtazamaji wa Uwondo TV, hii ni Uwondo Michezoni. Majina yangu naitwa Aidan Jema, the best presenter wa Uwondo TV. Kikubwa ambacho nakushauri mtazamaji wa Uwondo TV, endelea kusubscribe, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa zote za kimichezo.